kwa mtu ambaye hajielewi katika nchi. Tathmini yako kwenye masuala ya utawala wa sheria na masuala ya haki za binadamu kwa sasa yakoje kwenye nchi yetu? Naomba nikualike kusoma kitabu cha mstaafu Jaji kitabu hiki kinaitwa Utawala wa Sheria dhidi ya Watawala wa Sheria. Amekiandika mstaafu Jaji Barnaba Samatta, na Kiswahili sanifu ni Utawala wa Sheria dhidi ya Watawala wa Sheria, na kwa Kiingereza mtangazaji anamaanisha rule of law versus rulers of law. Na naomba nifafanue, ni kitabu ambacho kimeandikwa na Barnaba Samatta, lakini vile vile be compiled na kuhaririwa na watu ambao wanawaheshimu sana, Professor Issa Shivdi pamoja na Majamba. Sasa hiki kitabu kimeandika nadharia mbili, kwamba utawala wa sheria ni pale ambapo kila mmoja yuko chini ya sheria, akiwemo rais, mawaziri, wabunge na raia wa kawaida. Yani we are subject matter to the law. Sisi tupo chini ya sheria, hatupo juu ya sheria. Hiyo inaitwa rule of law. Na rulers of law manake watawala wa sheria. Manake sheria, kuna watu wako juu ya sheria ambao wanaiongoza sheria. Kwa hiyo kauli zao na maneno yao ni sheria kwenye nchi. Sasa kukonkludi kwenye swali lako kwamba muktadha wa utawala wa sheria, Tanzania tupo kwenye stage ya rulers of the law, yani watawala wa sheria, kwamba nchi hii kauli ya kiongozi inakuwa sheria na vyombo vyetu vinatii kauli za kiongozi kuliko katiba na sheria zetu za nchi. Nitakupa mfano kidogo. Na tumekuwa na masuala ya watu kupotea kwenye nchi. Tumekuwa tunafungua kesi za habeas corpus application ili kuona namna gani mahakama inaweza kusaidia kwenye issue ya watu kupotezwa. Na unafahamu ndugu yangu kwamba tangu kipindi cha movement ya mkataba wa bandari, huko nyuma kulikuwekwa na matukio ya utekwaji, upotezwaji, tortures, lakini kumekuwa na serious movement ya vijana wetu wadogo kutekwa na kupotezwa kwa sababu wana maoni tofauti. Na kwa tathmini yangu fupi ni kwamba tangu kipindi hicho cha kupinga mkataba wa IGA, unakuta vijana wadogo kama wakina Soka na wenzake wakapotezwa, wakina Sauti, wakina Kipanya na watu wengi. Unapeleka shauri mahakamani ili mahakama ijaribu hata kujimove suomoto kuhusu haki ya kuishi ya watu wetu. Unaona mahakama iko reluctant. Lakini vile vile unaona kwamba case study ya mtu kama Tundu Lissu. Tundu Lissu, moja, ni wakili mwandamizi wa muda mrefu. Pili, amewahi kuwa rais wa chama cha mawakili Tanzania. Tatu, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha siasa katika nchi. Anatendwa hivi katika muhimili wa mahakama. Wanaahirisha kesi unreasonably katika muhimili wa mahakama, ambayo tulitegemea mahakama itaonyesha userious wa utawala wa sheria. Sasa kama mtu kama Tundu Lissu ambaye ni popular, anafahamika katika nchi hii, duniani, anatendwa hivi mchana kweupe, hebu tathmini ordinary person, mtu wa kawaida kabisa huku Busokelo, mtu wa kawaida kabisa Morogoro, Dodoma na mikoa mingine, vyombo vyetu vya sheria vinawatendaje watu wa namna hiyo? Kwa hiyo conclusion yangu, wakiwa unaendelea Msako, bahati nzuri wewe ni mwanasheria, ni wakili, na umetoka kuzungumza hapa kwamba hakuna mtu aliyeko juu ya sheria, kila mmoja yuko chini ya sheria.
Maana yake Naam. katika utekelezaji wa sheria hizo, kofia nyingine zote tulizozungumza zinapaswa kuwa pembeni na sheria inapaswa kuchukua mkondo wake. Lakini unaelewa kuhusu taratibu za mahakama kwamba hoja ya kwanza, na hususani utaratibu huko sana mahakama ya rufani, kwamba hoja ya kwanza kufika ndio ya kwanza itakayotoka mahakamani kwa maana ya kusikilizwa, otherwise itokee vinginevyo ama mamlaka uongozi wa mahakama wa vinginevyo. Hizi kauli unazotoa ni kama zinakinzana na kile ambacho mimi naamini wewe unapaswa kukisimamia kwa sababu ndio umebobea kwenye eneo hilo kitaaluma. Mimi ni wakili na wakili wangu haujapatikana kwa kununua chochote. Ni wakili anayejua sheria na ni wakili ambaye na haki ya kuzungumza pale ambapo utawala wa sheria unadidimia. Let's talk about business here. Tuzungumze uhalisia kuhusu kesi ya Lissu. Tangu kukamatwa kwake, cha kwanza, kesi ya Lissu ni kesi kubwa, tunaita capital offense katika nchi, ambayo kwa nature yake inapaswa kupewa kipaumbele kuliko kesi zingine, na huo ndio msimamo wa sheria. Kesi ya Tundu Lissu tangu inaanza, treatment ya Tundu Lissu akiwa gerezani na nje ya gereza, unafahamu Lissu anawekwa kwenye selo ambazo watu wamehukumiwa kunyongwa, unafahamu. Lissu anakuja mahakamani anakuwa mistreated na prison officers mahakamani, unafahamu. Unafahamu mahakama inahairisha shauri la Lissu bila kutaja tarehe itakayokuja. Huo sio utawala wa sheria. Sasa wakili ambaye amesoma na anajua sheria inataka nini, ana haki ya kucomment kwenye masuala ambayo yanavunja utawala wa sheria. Na ndio maana ukiona chama chetu cha mawakili kwenye mkutano mkuu uliopita tumezungumza kwa kina juu ya kesi za Tundu Lissu na kesi zinazoaffect mawakili wengi katika nchi. Kwa hiyo ni haki yangu kucomment pale ambapo muhimili unashindwa kuadhea na utaratibu wa sheria kama ambavyo unafanya sasa. Kwa hiyo sisemi kwamba kuna kosa kuwa na maoni ya kitaaluma dhidi ya ukiukwaji wa utawala wa sheria. Na ndio maana mtangazaji, nimekwambia kifupi tu nikualike kusoma hiki kitabu cha mstaafu Jaji Barnaba Samata. Ameeleza dhana ya utawala wa sheria na watawala wa sheria, na dhana kubwa kwenye hiki kitabu ambacho kinaishi mpaka sasa ni kwamba kuna kipindi ambapo watawala wanakuwa juu ya sheria. Kwa hiyo kauli za watawala zinaongoza nchi kuliko katiba yenyewe na sheria nchi. Na ndo hicho ambacho nakisema kwamba tupo kwenye stage ya rulers of the law, watawala wa sheria kuliko utawala wa sheria. Na raidhani mimi nimebahatika kuandika kitabu ambacho kinazungumza kuhusu mchakato wa kupata katiba mpya ili hiyo katiba ilete kitu utawala wa sheria, kwamba watawala wanapaswa kuwa subject matter wa sheria za nchi na hawapaswi kuwa above the law. Kitabu hiki kinaitwa Kitendawili cha Katiba ya Wananchi Tanzania, tangu mwaka 1960 mpaka miaka ya 20. Kwa hiyo kucomment kama mwanataaluma kuhusu shauri lililoko mahakamani sio dhambi na ni haki yangu na ni uhuru wa kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umetupeleka kwenye katiba na wewe umekuwa mdau sana wa masuala hayo. Mara nyingi umekuwa ukidai, lakini kesi za katiba umekuwa ukifungua. Mkwamo tuliokuwa nao hivi sasa, wengi wanasema, na hususan hata msimamo wa chama chako, na naamini wewe utakuwa hivyo, kwamba wanaamini mkwamo huu utatatuliwa na katiba mpya. Lakini kutoka hapa tulipo kuelekea huko kunahitaji mchakato. Unadhani tunapaswa kufanya nini tuelekee huko? Kabla ya vitu vyote kufanyika, tukio la tarehe 29 Oktoba 2025, kitu cha kwanza kabla hata ya kiitwacho mchakato wa kupata katiba mpya, tunapaswa kuwa na uwajibikaji wa haki.
Damu za watu sio damu za kuku wala sio damu za mbuzi. Tunahitaji usafi kwanza kuelekea mchakato wa katiba, kwa sababu viongozi walioko hapa hawana uhalali kisheria wala kisiasa, na wamepatikana kwa kuiba uchaguzi na wameapishwa juu ya damu za watu. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza kabisa cha kuanza hapa ni kuanza uwajibikaji wa haki wa wote ambao wamepelekea uwizi wa uchaguzi na mauaji yaliyofanyika katika uchafuzi wa uchaguzi uliopita. Baada ya hapo, baada ya uwajibikaji, we can have a business ya mchakato wa katiba. Sasa hii business ya mchakato wa katiba ni topic ndefu sana ambayo vile vile nimeandika kwenye kitabu. Tukisha kuwa na usafi na legitimacy ya kwanza, tumeshafanya uwajibikaji, sasa taifa linakuja pamoja, tunaendaje mbele? Sasa hapa kuna stakeholders wengi sana wa kuinclude namna gani tunaenda kufinalize mchakato wa katiba, na kwenye hili halita akisi maoni tu ya Alphonse Lusako, litaakisi maoni ya wadau mbalimbali, wakati nchi ipo kwenye usafi baada ya uwajibikaji. Kwa hatua ya kwanza, kaka Raidhani, ni kufanya uwajibikaji wa haki. Huwezi tukaacha kilichotokea 2025 Oktoba kika legitimize utawala uliopo, na huo utawala ndio utuendeshe, utupelekee kwenye hicho kinachoitwa mchakato wa katiba, kwa sababu hawajawahi beba dhamira safi tangu. Mchakato wa katiba tangu kipindi cha Kikwete mpaka sasa, huoni kwamba watawala wana utashi na wana dhamira ya kupata katiba mpya. Sasa hizi damu zilizomwagika Oktoba 2025 zinapaswa kuwa ni mbegu za kutufikirisha kwamba tusikosee tena. Tunapaswa kuwa na uwajibikaji wa haki. Tukishafanya uwajibikaji wa haki, tukapata muafaka wa kitaifa kuhusu waliohusika na kuchukuliwa hatua, we can go kwenye movement ya mchakato wa katiba. Ukitazama ni kama ndo dhamira ya serikali ya sasa ya kuelekea huko, na sasa tunakuja na kauli ya never again. Yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba yasijirudie tena, na viongozi waandamizi wa serikali kuna wakati wamesema kwamba wanatamani hata siku zirudi nyuma hivi ili yale matukio yasiwe sehemu ya historia ya Tanzania, lakini huwezi kuyafuta tena. Sasa imeundwa tume ya jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, imekabidhi ripoti yake pamoja na mambo mengine. Sasa tume ya kijinai imeundwa chini ya Jaji Lila, nayo ikikamilisha jukumu lake, pengine tunaweza kuelekea kwenye maridhiano. Na sasa tuzungumze kuhusu katiba. Njia hii unaona inaweza kutufikisha pazuri, kwa sababu tumetoka kwenye tume ya Jaji Chande, tumekuja tume ya Jaji Lila ambayo pengine ndio imeteuliwa hivi punde. Baada ya hapo, ikimaliza hii tume ya kijinai, tunaenda kwenye maridhiano, na sasa tukisharidhiana ndio tuandike katiba kwa pamoja. Naomba Raidhani tuwe wa kweli wa Mungu, kwamba siwezi kuibatiza kwamba tuna serikali halali. Hicho cha kwanza. Cha pili, legitimacy ya tume hiyo ya huyo mzee Chande inakosekana kwa sababu walioko madarakani ndio watuhumiwa namba moja, na ndio maana huoni tume wala haijakamata hata mtuhumiwa mmoja. Yaani tumeona video zinasambazwa, clip zinasambazwa, wananchi wanapigwa, wanateswa, wanauawa kwa risasi, lakini mpaka leo tangu uchaguzi huoni hata mtu mmoja wa kushukiwa na kilichotokea katika uchafuzi uliotokea huko nyuma. Kwa misingi hiyo huoni dhamira ya hawa watu kwenye kuwajibika juu ya mambo ambayo yametokea huko nyuma, na kwa misingi hiyo huwezi ukafikiri kwamba wananchi ajenda yao ni kufanya maridhiano juu ya damu za watu wasio na hatia. Wananchi ajenda yao ya kwanza, Raidhani, ni kutaka uwajibikaji wa haki juu ya damu za watu zilizomwagika kipindi cha uchafuzi wa uchaguzi. Hiyo ndo ajenda ya kwanza wananchi. Hii issue ya maridhiano ni ajenda za watawala ambao wanataka wa legitimize utawala wao, na tutawakosea heshima
kama kuna mwanasiasa yoyote au chama chochote anadhani ajenda ya kwanza eti ni maridhiano badala ya uwajibikaji wa haki. Watanzania wa miaka 10 sio Watanzania wa sasa. Ndio maana nimekuambia Mheshimiwa Tundu Lissu, Heche na viongozi wa Chadema ni watu ambao wanaasisi siasa za mpya za kimageuzi, kuhakikisha tunazungumza ukweli kama ulivyo. We must call a spade. Kwa hiyo masuala ya tume ya Chande na umeona baada ya anasema hiyo ripoti ya Suluhu peke yake, huoni dhamira ya kwamba hawa watu wamejuta. Na kwa misingi hiyo raidhani ni kwamba hizi tume ni kupotezeana muda, na sisi watoto wadogo. Wananchi wanataka uwajibikaji wa haki. Wananchi wanataka waliotoa amri watu wetu kuuawa, kutekwa na kupotezwa ni wakina nani? Waliotekeleza hizo amri ni wakina nani? Wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio ajenda ya wananchi. Ndio maana kuna tume ya kijinai inakuja kwa maana ya kuchunguza hayo yote, na tume ya Jaji Chande ilisema kwamba tume hii itaingia deep, itakuja kusema nani kulikuwa nini na wanaopaswa kufikisha kwenye vyombo vya sheria watafikishwa. Kwa nini tunataka kukwepa hili eneo? Raidhani, nimekuambia uhalali wa tume yenyewe iko wapi, na ndio maana kuna watu walifungua kesi ya kupinga uhalali, legitimacy ya tume yenyewe. Na kwa sababu hii tume imeundwa na watuhumiwa wa uchafuzi wa uchaguzi au wanufaika wa uchafuzi wa uchaguzi, inapataje uhalali ya kuendelea na kazi yake? Na ndio maana tuna msimamo kwamba tunahitaji tume huru katika nchi ambayo haitawahusisha wanufaika wa mchakato wa uchafuzi uliopita. Kwa hiyo kwangu mimi kwa mujibu wa hiyo formula ni kwamba hata hiki kiitwacho sijui tume ya Mzee Chande ni kupotezeana muda, na ndio maana huwezi kukuta ripoti ya tume ya Mzee Chande hadharani, ni mali ya mtu. Na kama hii tume ambayo ilikutana na victim inasema imekutana na victims, haijajua nani aliperpetrate, nani alihusika, na mpaka sasa hakuna hata mshukiwa mmoja wa mauaji, unategemeaje kwamba hiki kinachoitwa second phase kitaleta matunda kwa Watanzania? Ni process ya kuteka muda wa Watanzania, na ni process ambayo inafanywa kwa makusudi ya kudhani Watanzania watasahau yaliyopita, na ni process inayowaaminisha kwamba Watanzania watafunika kombe, mwanaharamu apite. Nachozungumza hapa Raidhani, hizi ni damu za watu. Inawezekana kibinadamu sisi tukashindwa kufanya, lakini yupo Mungu ambaye ana uhusiano na zile roho na binadamu waliofariki. Kwa hiyo huenda tunakokwenda Mungu mwenyewe akaingilia kati kwenye punishment ya wahusika. Never again. Hauoni kwamba hatuwezi kufuta historia, lakini lazima tuwe na mikakati ya kuhakikisha matukio haya hayatokei tena? Never again inakuwa na matunda pale ambapo kuna uwajibikaji wa haki katika nchi. Hauwezi ukasema never again wakati waliohusika kwenye kutoa amri na kutekeleza amri mpaka sasa hakuna aliyeshtakiwa. Kwa hiyo never again ni kauli ambayo inakuja kupumbaza Watanzania, na wao wanadhani Watanzania ni wajinga, watapumbazwa kwa kauli za never again, wakati kuna mtu mtoto wake alipigwa risasi, kuna mtu mke wake alipigwa risasi, kuna mtu mtoto wake hajui yuko wapi mpaka sasa, kuna mtu mtoto wake alitekwa na akapotezwa. Hauwezi kusahaulisha wananchi. Issue inahusu damu za watu. Kwa hiyo never again inakuwa productive pale ambapo kwanza kuna uwajibikaji wa haki kuhusu watuhumiwa wote wa mchakato wa uchafuzi wa uchaguzi na umwagaji damu. Kwa hiyo
msimamo ambao mimi naamini, na huu ni msimamo wa Tanzania wengi, kwamba ajenda ya kwanza ya wananchi wa Tanzania ni uwajibikaji wa haki. Hakuna ajenda nyingine. Hizo za maridhiano hizo wanazileta wao ili kupress, lakini Watanzania wanataka uwajibikaji wa haki. Ukishafanyika, we can talk another business. Leo tunazungumza, na ndo hicho ambacho pengine watu wanajaribu kuquestion kuhusu misimamo ya wanaharakati wa Tanzania, wana Chadema na hata chama chao kwa ujumla. Misimamo yake ni kama sio watu ambao wanasema hatuwezi kukaa mezani kabisa. Leo tunazungumza Marekani na Iran, watu ambao wamepigana kwa vifaru vya kubwa kabisa vimetumika. Kiongozi mkuu wa Iran amefariki, lakini mwisho wa siku ameuawa kwa maana na Marekani, lakini mwisho wa siku watu wanakaa mezani wanazungumza, na umesikia hapa taarifa kwamba wanaelekea pazuri. Tunayo mifano mingi sana duniani, majirani Kenya, pamoja na mambo mengine yote, maasimu yote, lakini mwisho wa siku walikuja baba Raila Amolo Odinga na viongozi waliokuwa wanaongoza kwa nyakati tofauti tofauti, walikuja wakakaa mezani. Tunayo mifano hata ndani ya chama chenu pia cha Chadema, na uongozi wa serikali ya 5 na serikali ya 6 ilivyoingia madarakani chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kulikuwa na mengi yanazungumzwa nje kwa kina Lissu hawa na nini, lakini mwisho wa siku ni mazungumzo ambayo yalipelekea tukafika pale ambapo angalau kila mtu alikuwa anasema sasa tunapumua. Nilichojaribu hapa ni kujenga hoja tu kwamba mikwamo ya aina yoyote ile kwenye diplomasia, na hasa katika michakato inayohusisha siasa ndani yake, hakuna namna ambayo utakwepa mazungumzo, na hakuna namna pia unaweza ukarudisha. Sasa tunawezaje kutoka hapo bila mazungumzo kwa hii misimamo mikali inayotolewa? La kwanza, hii ni misimamo mikali yenye tija kuelekea future njema ya nchi. Unapohubiri kuhusu uwajibikaji wa haki, haimaanishi wewe hautaki kuzungumza. Unasema tunataka uwajibikaji wa haki ili tutengeneze mwafaka wa kitaifa. Kwa lugha nyingine, hauwezi kufanya justification za watu waliouawa kwa wanasiasa kukutana kukaa mezani, wakati mtu aliyoko Mbeya Busokelo mtoto wake aliuawa na hajui hatima ya baada ya kifo cha mtoto wake, hajui hatima ya vijana waliotekwa, hajui hatima ya mwili wa mtoto wake. Na mnajaribu kuifafanua Chadema tofauti kidogo. Chadema sio kikundi cha watu magaidi. Chadema imeasisi siasa za mageuzi ambazo hazitaki janja na uongo. Zinataka ukweli, fact on table. Chadema inataka ili tufike hatima njema ya nchi, tudiskasi kuhusu uwajibikaji wa watu ambao walihusika kwenye masuala ya kihuni yaliyofanyika kwenye uchafuzi wa uchaguzi. Then hapo we can discuss as a country. Na huo ndio msimamo wa Chadema. Chadema wamekataa kwamba tufunike kombe, tupuuze damu za watu ambao ziliuawa kipindi hicho, ambazo viongozi wengi wa serikali wamekiri, alafu tuende kuzungumza kwa kufunika kombe na mwanadamu. Huo ndo sio msimamo wa Chadema. Msimamo wa Chadema unataka wahusika wote wawajibishwe au wawajibike, alafu tuende kuzungumza kama taifa tunaendaje, tunatokaje hapa kwenda mbele. Hiyo ndio msimamo wa Chadema. Nadhani chama chako kinapitia kwenye tanuri gumu, mfululizo wa kesi mahakamani, na bahati nzuri kwa sababu ni mwanasheria na wakili, umekuwa ukifuatilia kwa karibu yanayoendelea kwenye viunga vya mahakama. Kuna muda wanalazimika kwenda mpaka mahakama ya rufani kuomba nafuu fulani. Hapa kati imepigwa bani za zaidi ya siku 300, kikafunguliwa baada ya mahakama kutupilia mbali, lakini wamerudishwa tena kwa hoja ile mahakamani. Na hoja kubwa inayozungumzwa hapa inawezekana ni swala lililofukuta kwa muda mrefu, kwamba ni chama kilichobezi upande mmoja na kimekuwa hakitoi kipaumbele kwa Zanzibar na mwingine kama hiyo. Hatutaki kujadili yaliyoko mahakamani, lakini taswira ya Chadema kujengwa kwenye misingi mwavuli wa kimuungano
auoni kama ni jambo lingine ambalo pengine inawezekana likaidhoofisha Chadema katika mazingira ya sasa, hasa baada ya wanachadema wa Zanzibar kuamka na kuona kuna kitu hakiko sawa? Kaka, nadhani katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa John Mnyika alizungumza kwa kirefu, lakini naomba niwe na fair comments kwamba Chadema tangu viongozi hawa wapya ambaye ni Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Heche kuonyesha dira ya mwelekeo wa siasa mpya za kimageuzi, chama chetu kimekuwa kinapitia wakati mgumu sana, na tumekuwa tunapigwa ndani na nje ya chama, na wahasimu wamefanikiwa kutumia silaha za ndani ya chama na silaha za nje ya chama kuhakikisha hiki chama hakitoboi. Uchaguzi uliopita mwaka 2024 nadhani tulihojiana, na ni uchaguzi ambao ulileta viongozi wapya upande zote mbili. Ulileta upande wa Tanganyika na upande wa Zanzibar. Unamaanisha uchaguzi wa ndani ya chama Chadema? Ndani ya chama Chadema. Maana umezungumza hoja ya kwamba kuna hatari ya chama kuhusu muungano. Na mimi nazungumza kwamba uchaguzi ule ulizalisha viongozi wapya upande wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo viongozi wale wa zamani ambao walipisha nafasi za viongozi wapya upande wa Zanzibar, na ni baadhi, huyu ambaye anashtaki chama ndiye ameanza kulalamika kuhusu upuuzi wake huo ambao ameuandika, kwa sababu tumepambana na hiyo kesi na tumekuja kushinda mahakama ya rufaa, nafahamu, na amerudi tena kwa hoja zile zile, kitu ambacho kwa sasa sio mwanachama tena wa Chadema. Kwa hiyo unakuta ni wasaliti wachache ambao wanadhani wanaweza kufanikisha adhima ya kufanya hiki chama kifungiwe au kifutwe, maana wanataka kisifanye kazi milele. Hawajui hatari ya kulamba sumu kwamba ni kifo. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo hoja ni ya kuipuuza, kwa sababu Zanzibar ina viongozi kamili upande wa Zanzibar na ina viongozi kamili upande wa Tanganyika, na kwenye operation hizi za Free Tundu Lissu na katiba mpya unaona viongozi wa Zanzibar wapo na viongozi wa Tanganyika wapo. Kwa hiyo hakuna kitu chochote cha mgogoro kwenye chama kinachohatarisha kitu kinachoitwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa mantikio, maana yake hauioni hatari yoyote hiyo ambayo watu wanaiona huko mbele? Wana haki ya kuona Raidhani, binadamu tunatofautiana kutazama mambo. Kama kipindi kile nilikwambia Chadema inaenda kuwa chama kikubwa katika nchi, wao walikuwa na hofu, na mimi naheshimu kutofautiana kama sehemu ya demokrasia. Kwa wanaoona kwamba kuna hatari ya muungano waone hivyo, lakini mimi naona kwamba hakuna hatari yoyote na hakuna shaking yoyote ndani ya chama, na viongozi rasmi wapya wa Chadema Zanzibar wapo na wanafanya kazi, na viongozi rasmi Tanganyika wapo wanafanya kazi. Hii baadhi ya kauli ambazo zinatolewa na viongozi. Hivi karibuni chama kimepigwa barua mbili kutoka ofisi ya msajili. Moja ikalazimika Chadema wakimbilie mahakama kuu, na mahakama ikatoa oda ya muda ya kuzuia ofisi ya msajili isichukue hatua yoyote. Lakini siku chache baadaye tena ikatokea nyingine. Kuna kauli zinatolewa ni kama sio, haitafsiriwi kama siasa pese, ni kama matusi, lugha za kejeli, za kuudhi, na wakati mwingine hazikubaliki katika minajili ya sheria na katiba ya nchi yetu. Na msajili anahoji kwamba kwa nini kwenye mazingira ya namna hii pengine tusiwasimamishe ama kuwapiga faini kutokana na mazingira yalivyo. Ukiona chama kinaanza kupewa warning ya pengine kusimamishwa ama kunini, uhai unautazamaje hapo? Ni kama kuna nyakati nyinyi makada na wanaharakati mnashindwa kuliona hili kwamba nyinyi wenyewe tu kujizuia kwenye matamko yenu na mnakiingiza chama matatizoni. Kaka, msajili anateuliwa na nani?
kwa mujibu wa sheria. Hoja yako ni nini? Anayemtuma ni nani? Hoja yako ni nini? Hiyo la kwanza. Hoja yangu ni kwamba ofisi ya msajili imekuwa inatumika sajili. By the way, Chadema sio mara ya kwanza kuletewa barua za namna hiyo, na tumeendelea kuwapa ukweli, ya compromise kwenye mission zetu. Kwa hiyo msajili anatumwa na anatumwa na wanaomtuma kwamba lengo lao ni kukidhibiti chama kisifanye shughuli zake za kisiasa. Sawa. Hakuna tukio gumu la Chadema ambayo chama hiki kimepitia. Hizi barua za ajili kila saa haziwezi kutuogopesha, wakati tunajua watu wetu wamesacrifice damu kuhakikisha wanakipigania hiki chama. Kwa hiyo mambo yanayotokea haya ya msajili yanatokea dhidi ya Chadema tu, hatokei dhidi ya vyama vingine vya siasa, hatokei dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Wana target Chadema. Kwa hiyo kwanza ni ofisi ambayo haiko independent, ni ofisi ambayo inafanya kazi bosi wake waliomteua kudhibiti Chadema. Lakini nachotaka kusema ni kwamba wasije kujaribu, kwa sababu Chadema ni tumaini la wananchi. Kwa hiyo hizo barua kuhusu hofu ya kufutwa kunazo muda mrefu, na wanashindwa kukifuta kwa sababu huwezi kuifuta Chadema. Chadema ni imani saizi kwa wananchi. Tathmini yako ikoje ulipoangalia mwapokea watu huko down, na kama nilivyosema hivi sasa kumekuwa na vita kubwa ya kisiasa, vyama viwili vikubwa vimekuwa vikizunguka system na Chadema, lakini ingawa hutaki kukubali, lakini mimi nakuambia kwamba kuna vita nyingine ya Chauma na Chadema tunaiona, na hii imekuwa ikiendelea sana mitandao, na hasa makada ambao wanawajua vizuri zaidi, na wanasema mtu ambaye anakujua ndio hatari zaidi kuliko yule asiye kujua. Kaka, ni issue ya Chauma kuzungumza, tunapoteza muda. Wao wafanye kazi zao kwa mujibu wa sheria, wapambane. Sidhani kama ikawa ajenda kwenye haya mazungumzo sana. Ninachotaka kuzungumza hapa kuhusu chama chetu. Chama chetu kimefungiwa kwa takribani zaidi ya mwaka, lakini unaona mtikio wa wananchi. Kwa muda wote huu wa mwaka mzima, hiki chama kilipaswa kikitoka hadharani kipata watu wachache sana wa kukiunga mkono. Kampeni za Chadema zinaendeshwa kwa shilingi 100, 200, 500 za wananchi wa kawaida kabisa, na vuja jasho katika nchi hii. Na umeona hii movement ya awamu ya kwanza ilivyoonyesha mightiness ya chama, kwamba chama hiki sasa wananchi wamekitrust kwa sababu kimepitia kwenye majaribu makali na kimesimama na wananchi na kijawahi telekeza ajenda za wananchi, na ndio chama pekee baada ya kufunguliwa kimeanza kuzungumza ajenda za wananchi. Kwa hiyo kipimo changu kwa muda mfupi ni kwamba Chadema kimebaki ni chama ambacho Watanzania wanatumaini nacho na wanaamini kwamba future ya matumaini yao itapatikana ndani ya chama chetu. Sasa masuala ya Chauma na vyama vingine nadhani viendelee kupambana kujiimarisha, lakini nashangaza kwamba unakipa umuhimu kwamba ni chama ambacho kinafurukuta, lakini najua ni project ya uchaguzi imeisha, so waanze moja kuanza kujijenga. Wana haki kujijenga. Mwisho, kwa kumaliza, una lipi la kuambia wale ambao wanakufuatilia kwa sasa? Jambo la kwanza ni kwamba tusije kufunika kombe mwanadamu apite juu ya damu za watu wetu. Katika kitu ambacho Mungu anaweza kutuadhibu kama taifa ni kupuuza
damu za watu wasio na hatia katika kitu ambacho kinaweza kuleta ghadhabu na chuki ya Mungu kwenye nchi, ni kuungana na watesi wetu kufunika kombe mwanadamu apite. Ushauri ni mmoja, kwamba ajenda yetu iwe uwajibikaji wa haki katika nchi. Ukishafanyika uwajibikaji wa haki katika nchi, tuna uwezo sasa kukaa na kuzungumza future ya taifa letu. La mwisho, bado tumaini la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika nchi yetu linapaswa kuenziwa. Tanzania ndio nchi pekee ambayo ilikuwa kisiwa cha amani. Tanzania ndio nchi pekee ambayo ili host freedom fighters kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Tanzania ndio nchi pekee ambayo ilikiliwa na wengi. Lazima tuwe na focus kama raia wa Tanzania, kama vyombo dola na watu wema, katika kurudisha heshima ya taifa letu kama ilivyokuwa mwanzo katika muktadha wa siasa za kimataifa. Asanteni. Nikushukuru sana Lusako, na nitakuja Busokelo. Asante, karibu sana. Asante sana.